Pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alinituma niwafikishie salamu za upendo na anawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Amenituma niwahakikishie kwamba yale ambayo aliahidi alipokuja hapa Mbeya, hapa Uyole, pamoja na majimbo mengine ya mkoa wa Mbeya, pamoja na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye dira ya maendeleo 2025 hadi 50, yatakwenda kutekelezwa. Mpokee pia salamu za makamu wa rais, anawasalimia sana, na yeye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kwamba katika yale mambo aliyoahidi, yapo ambayo yamekwisha kuanza kutekelezwa, kama alivyosema kwamba yapo ambayo anataka kuyaona yakitekelezwa ndani ya siku 100. Na mambo hayo yapo ambayo tayari utekelezaji wake umekwisha kuanza. Tumepita pale Kiwira, wakati wa kampeni, kulikuwepo na madeni ya chai. Akawaambia kuanzia muda ule alipopita hadi siku 100 za uongozi wake, madeni yale yatakuwa yamelipwa. Nimefurahi kwamba leo nilipopita pale, wananchi wa pale wakiongozwa na mbunge wao wamethibitisha kwamba madeni yale yote yamekwisha kulipwa. Kadhalika alipopita hapa Mbeya, alieleza kuhusu habari ya barabara ya njia 4, habari ya fidia ya ile bypass. Nayo furaha kusikia kwamba tayari fedha kwa ajili ya bypass kilomita takribani 48, fedha ya fidia imekwisha kulipwa. Ninayo furaha pia kusikia kwamba ujenzi wa njia 4, ambapo mradi mkubwa huo utaanzia Igawa kwenda mpaka Tunduma, kwa hapa Mbeya ndipo ulipoanzia. Huyo ndio Dr. Samia akisema anatekeleza. Lakini si hayo tu, kama ambavyo mmemsikiliza naibu waziri wa TAMISEMI, katika uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa sekta mbalimbali. Katika upande wa afya, mmeelezewa kazi iliyofanyika hapa mkoa wa Mbeya. Jana tulikuwa Songwe, tulielezewa hayo. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua uhitaji wa kuboresha huduma za afya, alijenga hospitali zaidi ya 119 kwenye wilaya zote na halmashauri ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya, na akajenga vituo vya afya 649 kwenye tarafa zote za nchi hii ambazo hazikuwahi kuwa na vituo vya afya na kata za kimkakati, na akajenga zahanati zaidi ya 2800 kwenye vijiji ambavyo vilikuwa vinahitaji zahanati hizo. Wakati anakwenda kwenye kampeni akasema afya sio majengo peke yake. Akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa watumishi wa sekta ya afya 5,000. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na ndugu wana Mbeya, hivi tunavyoongea, usaili wa kupata watumishi wa afya 5,000 ulianza tangu tarehe 10, na hata hapa Mbeya usaili ulikuwa unafanyika. Na ifikapo Januari 10, watumishi hawa watakuwa kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati na kwenye hospitali zetu za wilaya. Kadhalika, kama ambavyo tumeambiwa,
Daktari Samia Suluhu Hassan alitambua tatizo la msongamano wa wanafunzi kwenye shule zetu. Kuna maeneo tulikuwa tunaona mitandaoni watoto wetu wakisomea chini ya miti. Kuna maeneo tulikuwa tunaona kwenye mitandao darasa moja likigawanywa libebe mikondo miwili ya wanafunzi, kwamba ubao moja kidato cha 3, ubao mwingine kidato cha 2. Daktari Samia Suluhu Hassan alijenga madarasa 79,000, akajenga shule mpya za sekondari zaidi ya 1,300 na shule za msingi zaidi ya 2,700. Na wakati anaenda kwenye kampeni akasema ili elimu ikamilike sio darasa na wanafunzi peke yake. Akasema ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu 7,000. Na hivi tunavyoongea, tangu tarehe 10 Disemba usaili unafanyika mikoa yote kuweza kupata walimu 7,000, na tarehe 10 Januari walimu hawa watakuwa madarasani, na ndani yake kuna walimu wa sayansi, walimu wa hesabu ambako tulikuwa na shida kubwa katika shule zetu. Haya ni baadhi ya maeneo, lakini lipo kubwa la bima ya afya. Tumekuwa na matatizo katika sekta yetu ya afya, upatikanaji wa dawa, huduma kwa ujumla. Rais Samia alielezea kwamba ndani ya siku 100 huduma ya bima ya afya itakwenda kuanza kwa makundi ambayo yatatangulia: watoto, akina mama wajawazito, wazee wasiojiweza, na jambo hili linatarajiwa kuzinduliwa mwezi ujao, mwezi Januari 2026. Na katika uzinduzi wake tayari yapo maelekezo ambayo ilikuwa sehemu ya ahadi ambayo tayari yamekwisha kuanza kutekelezwa. Jambo la watu kutokuzuiliwa miili ya wapendwa wao wanapokuwa wametangulia mbele za haki. Serikali imeanza utekelezaji wa agizo hilo, na nimepita katika baadhi ya hospitali, nimeelekeza kwamba pasiwepo na mtu akakataliwa matibabu kwa sababu amekwama kulipa, na vile vile asikataliwe mwili wa mpendwa wao inapotokea bahati mbaya ametangulia. Na nimesema katika maeneo haya ya hospitalini, mgonjwa akifika wa dharura aanze kwanza kutibiwa. Mambo ya uandikishaji yatafuata, yatamkuta kwenye kitanda akiwa anapata matibabu. Tushughulike kwanza na kuokoa maisha yake, ndipo tuanze kuchukua taarifa zake. Yeyote mwenye dharura aanze kwanza kutibiwa, taarifa zitamkuta, taarifa zitaandikishwa akiwa kitandani pale. Hivyo hivyo mama mjamzito akifikishwa hospitalini aanze kwanza kupata huduma, mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa pale. Na kwa wale ambao wanafika baadhi ya vitu hawajakamilisha, nilipita hospitali moja nikawauliza akina mama ambao walikuwa wamejifungua, nikawauliza hapa ulidaiwa nini na nini? Akasema sikuwa na ndoo. Nikaambiwa nikatafute ndoo, nikatafute beseni. Sasa maelekezo yako hivi: mama akifika na yuko na uchungu tayari, asiulizwe mambo ya ndoo wala beseni. Hospitali muwe na akiba ya hizo ndoo. Asisubirishwe, ahudumiwe. Hayo mengine yatashughulikiwa akiwa pale pale. Na serikali inaendelea kuyaratibu yale mengine ambayo yanajitokeza katika sekta ya afya. Natambua limekuwepo tatizo la upatikanaji wa dawa katika baadhi ya maeneo, aina ya dawa zinazotakiwa katika eneo mahususi. Nimewaelekeza Wizara ya Afya, kitengo cha wataalamu wa utafiti pamoja na bohari yetu ya dawa wafanye utafiti ili wanapoagiza dawa
waagize dawa zinazohitajika katika maeneo yetu husika yanayohitajika, dawa zinazohitajika kufuatana na aina ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi watu wetu. Haipendezi mgonjwa kufika kwenye hospitali nzuri, imependeza, ina madaktari wazuri, wakatambua tatizo lake, alafu wanamwambia dawa haipo, nenda kwenye kioski pale ukanunue. Kioski kinawezaje kupata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Ufanyike utafiti ili tunapoagiza dawa tuagize zile zinazohitajika. Na tambua utoshelevu wa dawa ndani ya hospitali zetu ni mkubwa. Kinachosumbua ni pale inapohitajika aina fulani ya dawa na inakuwa hiyo dawa haipo katika eneo husika. Hili linaweza kutatuliwa kwa kuhakikisha tunaagiza aina ya dawa zile ambazo zinahitajika. Mambo mengine katika sekta zingine yataendelea kutatuliwa kama ambavyo waheshimiwa wabunge wametoka kusema hapa. Na waheshimiwa wabunge, niwahakikishie, ninyi ndo wawakilishi wa wananchi, ninyi ndo mnapita kila maeneo, mnakutana na hoja hizi kutoka kwa wananchi. Serikali imepokea hizi hoja ambazo mmezitoa. Serikali imepokea. Nikianza na Mheshimiwa Spika wetu mstaafu, umeelezea hizi hoja ambazo umezielezea, ikiwepo ya halmashauri ya manispaa ya Uyole, pamoja na hoja zote ambazo ulizisema, serikali imepokea, na kama ambavyo umesema utekelezaji wake tayari umekwisha kuanza. Kwa hiyo tutaendelea kutekeleza hoja moja baada ya nyingine. Waheshimiwa wabunge, mmeelezea yale ya barabara, tumepokea na nimeshatoa maelekezo kwa wale wanaohusika kuweza kuharakisha haya masuala ya miundombinu ambayo waheshimiwa wabunge mmesema, na mengine tumewasikia wananchi wakisema. Na mimi nimeelekeza nilipopita katika maeneo mengine. Umetokea utaratibu, wakandarasi wakishapokea fedha, wanapokea fedha za mradi, wanazipeleka katika shughuli zingine. Wapo wengine wamekuwa wakitaka fedha hizo zilipwe kwenye akaunti za makao makuu ya makampuni yao kwenye nchi zao, na fedha ikishalipwa kule wanaanza kwanza, na wengine wanadaiwa kulipa madeni ya makampuni yao. Nimeelekeza Wizara ya Ujenzi, wakala wetu wa barabara, TANROADS na TARURA, wafanye sensa na tathmini ya barabara zote ambazo malipo ya awali yalishalipwa. Tujiridhishe kwamba kazi ambayo imeshafanyika inalingana na fedha zimekwisha kulipwa. Na maelekezo haya yanaenda sambamba na maeneo mengine ambako tuna miradi inatekelezwa. Utaratibu wa kupeleka fedha kwenye eneo ambalo halikukusudiwa, kwenye shughuli ambayo haikukusudiwa, inasababisha wananchi wanasubiria mradi kwa muda mrefu. Maeneo mengine wananchi wanadhania labda serikali haijalipa, kumbe serikali imelipa. Alikuwa na madeni mkandarasi, amepeleka kwenye shughuli nyingine, na anashindwa kuleta certificate nyingine ili aweze kupewa malipo mengine. Na wakikawia sana, baadaye wanakuja kuomba nyongeza ya fedha kwa sababu mradi umekawia. Tumesema wale watakaogundulika, nikishapata ile orodha nitaitembelea ile miradi, na nimewaambia mameneja, hawa mliowapa kazi hawa mmewaajiri, wala msiwaogope hata kama anatoka nje ya nchi. Mimi nilikutana na mmoja huko kanda ya kati, kwa sababu anatoka taifa lingine la nje kule, anakuja kibosi kama anaenda kukagua wakata maua wake. Nikawaambia ametuchelewesha mradi, anakuja kibosi, mkamateni, wekeni ndani mpaka huu mradi ukamilike. Ndio. Kwa hiyo kwenye hii miradi serikali imepokea, na tutafuatilia ubora wa miradi, na tutafuatilia thamani halisi ya fedha ilingane na kazi ambayo imekwisha kufanyika. Hata hapa nimepita, nimeiona hii barabara, nimeambiwa kazi inaendelea vizuri.
mwelekezeni mkandarasi aendelee hivyo hivyo. Watu wa Mbeya wamesubiri hizo njia 4 kwa siku nyingi. Aende na kasi inayotakiwa kwa kiwango cha kuwapa wana Mbeya barabara ambayo wanataka waipokee, ili kero ile ya msongamano iweze kupungua. Na tumeelekeza hivyo hivyo na kule Songwe na kule Tunduma, katika maeneo ambayo yalikuwa yanaleta shida. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, wabunge wameelezea mambo ambayo wananchi wao wamewatuma, lakini mambo hayo hayo pia yapo kwenye ilani, na hapa nimeyasema kwa uchache tu. Yako mengi mambo ambayo wananchi wanasubiria yafanyike katika jiji la Mbeya pamoja na hapa Uyole. Ili mambo haya yaweze kufanikiwa, ni lazima nidhamu ya kazi iwepo. Ni lazima tuheshimu sekta binafsi. Ni lazima kuwe na nidhamu ya kazi na ni lazima tuheshimu sekta binafsi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeyaeleza Kiwira, naeleza na hapa. Ni lazima nidhamu ya kazi iwe utamaduni wetu. Niliwaita wakuu wa mikoa, nimewaelekeza, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa wasaidizi wake wote. Kila mmoja kwenye sekta yake awasimamie walio chini yake, na kila mmoja kwenye sekta yake atimize wajibu wake. Wenye kupokea kero kwa wananchi waende wapokee hizo kero kwa wananchi. Tuwasikilize wananchi. Hiyo ndio maana halisi ya ugatuaji wa Nimepita hapa njiani hapa, nikasimama hapa pembeni tu hapa, mwendo wa mguu hapa, karibu na mahakama pale. Akaja mama mmoja pale, ananiambia alimkaribisha kijana mmoja wafanye biashara pamoja. Wakaanza maandalizi ya kuiboresha nyumba hiyo ya kufanyia biashara. Ikiwa inaendelea kufanyiwa maboresho, fidia ikawa inapitishwa na watu wa TANROADS kwa ajili ya kuhamisha, kuongeza eneo la barabara. Yule kijana kaenda haraka mbele. Yeye kaenda kupokea fedha wakati aliletwa mbia wa kufanya naye biashara tu. Sasa kwa taarifa za awali hizi nilizopewa, mama kaanza kupewa dana. Kama yupo hapa kwenye mkutano, baadaye tutamsogeza hapa. Kama yupo asogee hapa. Akaanza dana. TANROADS, mmelipaje fedha kwa mtu ambaye nyumba ile haisomi jina lake? Mmelipaje nyumba? Mmelipaje fidia kwa nyumba kwa mtu ambaye nyumba hiyo haisomi jina lake? Yule mama anasema hati anayo na nyumba ile imepimwa na imeandikwa kwa jina lake. Huyo kapokeaje? Na nimeambiwa yupo maeneo ya hapa. Sasa yule aliyepokea hizo fedha kesho ajisalimishe kwa rasi. Kesho ajisalimishe kwa rasi. Aende na nyaraka zote alizopokea fedha na nyaraka zote za umiliki. Na kama kesho hatajisalimisha, RPC mkamate, mtafute popote pale, mkamate kama matapeli wengine, kama wezi wengine, na afunguliwe hayo mashtaka. Sasa rasi na mkuu wetu mwenyeji wa wilaya, wasaidizi wangu, mlichukua mawasiliano ya ile mama, na yeye aende na zile nyaraka. Na hili jambo msimzungushe mama wa watu. Viongozi wa serikali, ninyi ndio mnaotunza nyaraka hizi, mnajua ukweli.
umezuka huu utaratibu wa kujua huyu ni mama, wa kujua huyu ni mjane, wa kujua huyu ni mzee, wa kujua huyu ni yatima. Akifikisha jambo lake anapigwa danadana mpaka anaishiwa nauli ya kufuatilia jambo lake. Maelekezo ya serikali, kama mwananchi amefikisha jambo kwenye ofisi ya serikali, kama wewe kwenye ofisi hiyo huna majawabu yake, kwamba jambo hilo linatatuliwa ofisi ya juu, wewe kiongozi wa serikali ndio fuatilia jambo lile na urejeshe majawabu kwa mwananchi aliyefikisha jambo lake ofisini. Mbona walimu huwa hawatumi wanafunzi kupeleka zile fomu kwa afisa elimu wa mkoa na taifani? Ukifikisha kwa mwalimu mkuu imeshafika mpaka taifani. Hizi ofisi zingine, kwa nini tunataka mwananchi afuatilie yeye mwenyewe jambo lake mpaka makao makuu? Hatukuanzisha ofisi kila maeneo ili kugawana vyeo. Ugatuaji wa madaraka unataka mwananchi asogezewe huduma pale alipo. Sasa yule mama kama yuko hapa, onana kabisa na katibu tawala wa mkoa, na yule uwape na yule jina na asikie kule aliko, yule aliyepokea zile fedha, yule aliyekuwa anafanya ubia na yule mama, kesho afike kwa katibu tawala wa mkoa, na wale wa TANROADS nanyi mripoti pale kwa mkoa. Yule mama yuko hapa, mpatie maiki atuambie jambo lilitokeaje. Msogezeni hapa, mleteni hapa na maiki. Mleteni na maiki hapa. Mleteni aje hapa. Halo. Yaani nyumbani kwangu palikuwa na nyumba. Akaja kijana mmoja akasema tuikarabati ili tufanye biashara. Tukakubaliana vizuri. Akaikarabati na akasema malipo ya pesa yake talipwa kwa njia ya kodi, maana tunapangisha. Kweli akawa anachukua kodi. Sasa imefika wakati TANROADS wanapita, wakasema jengo apige yeye aliyekarabati, sisi tupige ya ardhi. Kuja kuchukua hela, amechukua yule kijana hela yote. Sisi hawakutupa, wakatupa tu ya ardhi shilingi 400,000. Yule kijana amechukua milioni 40. Tukaenda mahakamani tulipokuwa tumeandikishana mkataba. Yule hakimu akashangaa, akasema inakuaje hivyo? Hii hela itakiwa uchukue wewe mwenye mji. Sasa nenda TANROADS. Kweli tukaenda TANROADS. Kufika TANROADS, alafu yule kijana kwanza ni jeuri. Alionyesha cheki moja, nyumba ziko 2. Akaonyesha cheki moja. Kufika TANROADS wanasema sisi haya mambo yatuhusu, wako viongozi wa serikali huko. Tukasema sawa. Sasa mbona huyu kijana anaonyesha cheki moja wakati hapa nyumba ziko 2 na zina A na B? Wakasema cheki ziko 2. Amechukua shingapi hela zingine? Wanasema hiyo ni siri, msije mkaanza kwenda kumvamia. Kweli sisi tukarudi, wakasema mrudi ofisi za kata. Tukarudi ofisi ya kata ya mtaa. Ofisi ya mtaa wakatupeleka ofisi ya kata. Ofisi ya kata wakasema mwende ofisi ya ardhi. Kweli kupatana na hali tulio nayo, mimi mume wangu ni mzee, alafu sina hela ya kusema nitafanya kitu chochote. Kweli ikabidi tubaki hivyo hivyo. Sasa leo nipo mkuta waziri, nikasema hili jambo nikajieleze kwa baba yetu, labda anaweza kutusaidia kijana wetu. Maana
hizi ofisi za chini hizi ni kutuzungusha. Wengine wanasema tafuta mwanasheria. Sasa mimi mwanasheria, hela ya kutafuta nimpe mwanasheria sina. Kwa hiyo tukakata tamaa. Kwa hiyo leo tulipomwona waziri, ikabidi tuje tujieleze shida yetu. Na huyo kijana ana kiburi, anasema hizo hela ni za kwangu, ni bahati yangu, mna wivu. Hasa watu wanamuuliza, una wivu, umeokota barabarani hizo hela? Si umechukua kwenye nyumba ya mtu? Ana kiburi cha kutosha. Kwa kweli ndio ni maana nikaja hapa niombe msaada. Rasi, kesho mama anapokuja pale, waite TANROADS, waite watu wa ardhi, msimzungushe tena mama pale pale, na yule kijana aitwe kesho hiyo hiyo. Na kamanda wa TAKUKURU, endelea kuchunguza. Mara nyingi mambo ya aina hii yakizungushwa hivi unakuta watu wameshagawana, mwenye hela anatanguliza kule mbele. Ifuatilie na yenyewe, ichunguze hiyo, ijulikane ni kitu gani kimefanyika hapo. Tena nimeambiwa huyo kijana ni mwalimu. Ikithibitika amefanya utapeli, atapoteza na hiyo kazi. Nilikuwa nasisitiza masuala ya nidhamu, uwajibikaji, kuheshimu sekta binafsi. Nimesema kule Songwe, nasema na hapa. Nilisema na Dodoma. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Mheshimiwa Spika pamoja na waheshimiwa wabunge hapa wameongelea wafanyabiashara hapa wadogo. Mamlaka zote zinazosimamia masuala ya udhibiti, lazima tuheshimu biashara za watu. Hatutaweza kushinda vita ya umaskini kama hatuheshimu sekta binafsi. Kuna maeneo nimepita pale Dodoma, nikakuta kuna mfanyabiashara mdogo alikuwa anafanya biashara yake ya nguo pale. Wakaenda watu wa jiji wakachukua bidhaa zake zote mpaka na mkokoteni. Hili si jambo linalotakiwa kufanyika. Hili halikubaliki. Unaweza kukuta ni bidhaa, wewe unaweza kuziona ni ndogo, lakini hiyo ndio ofisi yake yule anayofanya kazi hiyo. Huo ndio mtaji. Lazima tuheshimu mitaji ya watu. Inaweza ikawa biashara ya nguo, inaweza ikawa mamalishe. Wewe unaweza ukawa unaona ni sahani ya wali, lakini ile ndio ofisi yake, ule ndio mtaji wake. Hivyo kwenye bajaji, kwenye baiskeli, kwenye bodaboda. Tumesema kama bajaji ama bodaboda imefanya uhalifu wa silaha, hiyo inaweza ikashikiliwa kwa sababu jambo hilo ni la uhalifu mkubwa. Wamebeba majambazi, hilo ni jambo kubwa. Wamebeba madawa ya kulevya, hilo ni jambo kubwa. Wamebeba mambo ya uharamia, hilo ni jambo kubwa. Lakini hivi vitu vya faini hivi, usishikilie kitendea kazi kwa sababu unadai faini. Mwache akafanye kazi ili alipe hiyo faini. Ni lazima tuheshimu sekta binafsi ili tuweze kushinda vita ya umaskini, tuweze kushinda masuala yanayohusu mambo ya ajira kwa vijana. Tumeongelea mengine ambayo yanahusiana na ufuatiliaji. Nilishatoa maelekezo hapa, nilikuwa nagusia tu. Watu watayafuatilia, na mengine nimeyasemea pale Kiwira. Nimesema viongozi wa serikali, kama wananchi wana mradi ambao mradi huo una manufaa ya serikali, wanajenga darasa, wanajenga zahanati, tusiwaache mpaka wafike jengo limeshafika mwisho ndo serikali tunajitokeza. Imekuwa ikitokea wananchi wanaanza ujenzi wa jengo la darasa, shule shikizi, zahanati, hakuna kiongozi anafika mpaka pale.
Ikifika siku mwenge unataka kupita katika eneo hilo, unasema hili jengo halikufuata vigezo. Mlikuwa wapi? Wakaweka tofali la kwanza, la pili, la tatu mpaka wakamaliza. Nimepita pale njiani nikakuta kijana wa watu alipata jengo, si kanunua ama akakodishiwa, ameomba afanye biashara, amefanya biashara pale, wakamwambia sogeza, mpaka akasogeza, kavunja, kaanza kujenga upya. Amemaliza kujenga upya, akapaka na rangi, kashatumia zaidi ya milioni 7. Wanamwambia hili liko barabarani. Mlikuwa wapi wakati anaweka tofali la kwanza mpaka anafika tofali la juu? Kila kiongozi kwenye deski lake, awe wa elimu, awe wa afya, awe wa kutatua kero, tuwe na utamaduni wa kuwatembelea watu wetu. Tuwatembelee, tujue wanachoendelea kukifanya. Uwe wa kilimo hivyo hivyo, uwe wa mifugo hivyo hivyo. Mheshimiwa Rais katoa magari, katoa pikipiki. Hivi vitendea kazi sio vya kuendea kwenye semina, hivi ni vya kuendea site kwenye kazi. Tunapata kero nyingi tunapokwenda kwenye ziara, kwa sababu kila mmoja pale kwenye eneo lake haendi. Nimemkuta mzee mmoja pale Kiwira, fundi wa ujenzi, ameshatengeneza, alijenga mbao, alitengeneza mbao za kujenga kituo cha afya. Kituo cha afya kilishakamilika, kimeshaanza kutoa na huduma, ameshadai milioni 4 mwaka wa 3. Na tulipokaa sana pale, wakaanza tena na kuzipunguza. Sasa watu wakishafuatilia sana hivyo, anaenda kwenye ofisi ya umma, anaambiwa njoo kesho, anaenda kesho kutwa, anaambiwa njoo kesho kutwa, anaenda kesho kutwa, anaambiwa uje wiki ijayo. Akienda wiki ijayo wameshasahau hata aliloleta. Unauliza, hivi ulikuwa umesemaje? Anaamua abebe bango ili siku kiongozi mkuu akipita basi asome hata kwa bango, na bango hilo ananyang'anywa kabla kiongozi mkuu hajafika. Nimewaambia viongozi wote, kama hautaki bango kwenye eneo lako, zungukia, tatua zile kero, na zinazowashinda peleka kwenye mamlaka ya juu. Ndio maana ya ugatuaji wa madaraka. Haya mambo ya uwajibikaji na haya mambo ya maadili hatutanii. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, ya usimamizi na ufuatiliaji wa utekelezaji wa shughuli za serikali za siku hata siku, na utekelezwaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ama kutekeleza ama kusababisha yatekelezwe. Na kazi hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan ilimpendeza, akanipa niifanye. Sasa kwa yule anayedhani tunatania, atasimulia fiekeo litakapomkuta. Nilisema mambo mawili ili tuweze kutekeleza haya mambo yote haya tunayoyasema. Nimeshaelezea ya uwajibikaji, ya maadili, na mengine yanahusu mambo ya kisheria. Nimeshatembelea sekretariati ya maadili. Nimeelezea maeneo ya kimaadili, maeneo ya kisheria ambayo yanaweka mianya, maeneo ya kisheria yanayoweka mianya. Na Mheshimiwa Spika yuko hapa, wabunge wake kila mwaka wanajazishwa fomu za maadili. Lakini wabunge hawa hawana mkataba wanaosaini. Rushwa nyingi huwa inaelekezwa maeneo ya mikataba. Na wale waliotunga hizi sheria wanajua wapi ambako kuna chemichemi sana ya rushwa. Wanajua. Wameweka mtego kwingine, wameenda kuinda kwingine. Kwa sababu sasa hivi ni enzi ya kidigitali, hala hatutumii makaratasi. Nimewaambia sekretariati ya maadili na wizara, tamko la maadili litakalo kwa linaelezea mali za watumishi wa umma na viongozi wa umma iwe kwa wote. Tena tamko lile lianzwe na wale ambao wako kwenye maeneo yenye chemichemi ya rushwa. Tunajua wale wanaosimamia zabuni. Wengine huwa wanafuatilia zabuni
kuanzia bajeti inavyoandaliwa, wanafukuzia hilo dili. Mheshimiwa Waziri akisoma bajeti pale, wakitoka wanashangilia, nadhani amesoma vizuri bajeti, kumbe dili limeshapita. Na yenyewe iwekewe kwenye jicho la kuangaliwa kwa karibu. Hivyo hivyo na baadhi ya wanaokusanya. Hivyo hivyo. Nimesema na yenyewe iwekewe jicho. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maeneo ambayo tutayaongezea udhibiti ili kuweza kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinawanufaisha Watanzania. Jambo la pili ambalo nilisema, ili tuweze kutekeleza haya yote ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi, ambayo wabunge wenu waliyasema, ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, ni lazima nchi yetu iwe na amani. Bila amani hatuwezi kutekeleza haya yote tuliyoyaweka kwenye ilani na yale ambayo yameahidiwa. Bila amani hatuwezi kupambana na vita vya umaskini. Bila amani hata kama una mahindi yako ya kuchoma hauwezi ukachoma. Bila amani hata shughuli yako binafsi ya kujiletea maendeleo, iwe biashara, hauwezi ukafanya. Na mimi niwaambieni wana Uyole na wana Mbeya jiji na watu wote wa mkoa wa Mbeya, mnufaika wa kwanza wa amani ni nyie wenyewe hapa. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Uyole ni nyie wenyewe wana Uyole. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Mbeya ni nyie wenyewe wana mkoa wa Mbeya. Amani ikikosekana hapa Mbeya, waathirika wa kwanza ni nyie wenyewe wa hapa Mbeya. Nimewaambia kule Kiwira, nilikuwa nawaambia na kule Kyela. Nikawaambia pamoja na kwamba Tanzania ni nchi ya Watanzania wote, lakini ni ukweli kwamba Kyela ni ya wana Kyela, Mbeya hapa ni ya wana Mbeya. Anaweza akaja Mnyiramba mmoja akawa na yeye mwana Uyole, lakini Uyole ni ya wana Uyole hapa. Hii Uyole hapa ni ya wana Uyole. Anaweza akaja Mnyaturu akawa anakaa hapa akawa mwana Uyole, lakini Uyole ni ya wana Uyole. Pakitokea fujo hapa Uyole, waathirika wa kwanza ni nyie wenyewe wana Uyole. Ndio. Na niliwaambia kule Kyela, niwaambie kabisa na kwa wale wasoma Biblia, tena nikasema niitoe sauti ya mtumishi wa Mungu ninayemheshimu Mwalimu Mwakasege. Anasema kautakieni amani mji ule, mkauombee kwa Mungu, kwa maana katika amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Sema amen. Ndio. Ninyi hapa amani yenu mnaipata kutokana na amani ya mji huu wa Uyole, amani ya mji huu wa Mbeya. Na nimemwona na shehe yuko hapa, hata wao kila wanaposalimiana wanasema asalamu alaykum, wanasema amani iwe juu yako. Ndio maana wale waovu wote wanawaambieni mfanye fujo kwa mtandao, wao wakiwa wamekaa sebuleni wameweka na 4 ya miguu, wanakuambia we choma Uyole pale. Hawako hapa. Wao na watoto wao na jamaa zao hawako hapa. Wanafanyia biashara maisha yenu wana Mbeya. Ndio maana Rais Magufuli aliwaambia, kama wewe unataka kufanya fujo, njoo wewe mwenyewe utangulie na watoto wako na ndugu zako. Usitume watoto wa wenzako. Ndio. Na juzi mwanaharakati mmoja alipoambiwa njoo basi uandamane na wafuasi wake, akasema hao wafuasi waliokuwa wananiambia nije niandamane hawajui mimi ni tajiri, nikawablock. Yaani utajiri wake analipwa ninyi mnapofanya vurugu huku. Yaani kwamba anahamasisha vurugu ndo analipwa. Kwamba kwa kufanya nyewe vurugu anasema yeye sasa anaishi nyumba ya bilioni 12 amelipwa kwa Watanzania kufanya vurugu.
anasema amelipwa, anatembelea gari ya milioni 500 kwa Watanzania kufanya vurugu. Ndio sasa mimi nawaambieni wana Uyole, amani ya Uyole ndio amani yenu nyie. Niliwaambia pale Tunduma pale kwa ndugu yangu Silinde, na wale huwa ni ndugu zangu sana, rafiki zangu sana kama hapa Mbeya. Nikawaambia, ninyi mwaka gani ule nilikuja hapa hapa Tunduma, mwaka uchaguzi ule 2015. Nikakuta sijui vijana wawili wa Chadema sio wameuawa. Nikaenda hapo Kiela, nikakuta sijui vijana wawili wa CCM wameuawa. Nini? Eti kampeni. Nikawaambia, nyie mbona mnakuwa wageni wa siasa hizi za vyama vingi? Wewe unaambiwa tu pambana kamanda, pambana hata mpaka ufe. Ninyi mnauana na bungeni ya mwendi. Sisi tukifika hata kabla ya kuapishwa pale tunatafuta nyama choma iko wapi? Wewe huku umeshaambiwa pambana kamanda mpaka ufe. Unaambiwa komaa kamanda mpaka ufe. Komaa kamanda mpaka ufe. Sisi tunaazimana mpaka mafuta. Alafu tukishafika Dodoma, Mheshimiwa Spika yuko hapa, kabla ya kuapa tunatafuta nyama choma iko wapi? Kama pana joto sana tunaagiza na Fanta ya baridi. Ninyi huku ambao bungeni ya mwendi mnauana. Hapa Tanzania hapa hapana chama hata kimoja ambacho hatushirikiani mle. Wote tunashirikiana, vyama vyote. Nyinyi tu huku ndo mnaambiwaga komaa kamanda. Mnasababisha yatima, mnasababisha wajane. Sisi tukifika mle tunaazimana mafuta. Sasa na hii ndo mnaambiwa, wewe nenda kachome hapo Kiela, wewe kachome hapo Tunduma, wewe kachome hapo Mlo, nenda kachome hapo Uyole. Yule anayekuambia wewe nenda kachome mahakama, nenda kachome hospitali, nenda kachome zahanati, yeye pale alipo na watoto wake, hospitali ni pua na mdomo. Na wala hana hata mpango wa siku moja kuja kuishi Kiela hapo. Wala hana mpango wa kuja kuishi hapa Uyole. Wala hana mpango wa kuishi hapo Tunduma. Wewe anakuambia choma hospitali yako. Leo hii anakuambia choma mahakama. Yeye hana hata mpango wa siku moja kuja kutumia hiyo mahakama. Ndio. Halafu ninyi sasa huku wananchi, kwa sababu pengine hamfuatilii visa vimeanzia wapi. Kwa sababu hamfuatilii visa vimeanzia wapi, mnadhani ni mtu mzalendo kweli. Mnadhani ni mtu anawapenda kweli. Ngojeni niwaambie hasira yake ilianzia wapi. Ni kibaraka moja, mwanaharakati yule ni kibaraka, anatumika tangu siku nyingi. Alikuwa na makampuni yake hewa ya kufanya utapeli na rushwa wakati wa serikali ya awamu ya 5. Rais Magufuli akakata hiyo mirija. Alipokata hiyo mirija Rais Magufuli, niliwaambia na kule Mwanza, huyu alianza kumtukana Rais Magufuli, tukana mfululizo. Unajua wengine mkiona anatukana hapa mnadhani kaanza na Samia. Akaanza kumtukana kwa sababu alikata mirija ya yale makampuni yao. Alivokata ile mirija kaanza, fuatilieni, teknolojia huwa inatunza hivi vitu. Alikuwa wanaongea maneno ya kinyama. Siku Rais Magufuli amefariki, sisi Tanzania tukiwa kwenye majonzi, wao wakafanya sherehe. Mmesahau mara hii? Kafanya sherehe. Mwacheni, msimuondoe, mrudisheni huku. Mrudisheni huku. Sikaja mkutanoni, mrudisheni huku. Mleteni awe karibu, nitaongea naye hapa nikishamaliza. Mleteni hapo karibu hapo. Uyole oye! Uyole oye! Nilikuwa namalizia mwanaharakati mmoja yule, yeye na wale wanaomtuma walipokatiwa mirija yao ya ulanguzi, akaanza yale matusi.
Alipofariki Rais Magufuli, wakafanya sherehe yeye na genge lake. Nendeni kwenye rekodi hizo mtazipata. Nendeni kwenye rekodi. Rais Samia alipoenda Marekani mara ya kwanza, alienda anasherehekea kama mshindi, alikaa pembeni hapa. Nendeni mkaangalia kwenye picha. Akidhani kwamba kaondoka yule, sasa huku sasa hivi watajichotea tu. Fuatilieni mjue. Huyu aliyekuwa anamtukana, huyu anayetukana sasa hivi alikuwa anamtukana Rais Magufuli. Alipofariki akakejeli na kukejeli na kufanya sherehe. Sasa mara ya kwanza rais amefanya ziara, alikuwepo pembeni pale anasherehekea, akidhani ile mirija ya ulanguzi itarudi. Rais Samia kaweka msimamo pale pale kwenye masuala ya rasilimali za nchi hii. Kaweka mguu chini kwamba rasilimali za nchi hii ni za Watanzania. Na juzi alipokuwa anaongea na wazee, amewaambieni mtu anayetaka kufanya partnership, anayetaka kufanya shughuli hapa ya rasilimali za Tanzania, aje tupate win-win. Yaani kila mmoja anufaike. Ndio. Nimesikiliza alichosema jana, nimesikiliza na leo. Mwanaharakati mmoja yule anasema wanatafuta wale wanaowatuma, wanatafuta wa kuwatuma wafanye huo ukibaraka wao. Mwe mnasikiliza hivi vitu. Wanasema wanatafuta wale wa kuwatuma wafanye ule ukibaraka wao kwa charity, kwamba wawape nguvu wao. Wametoa siri, niliwaambieni wale wanaotoa hizi fedha kuna jambo wanatafuta hapa Tanzania. Sasa akatoa siri, anasema tutawatafuta hawa vibaraka wetu, hawa bwana zetu tutawatafuta watusaidie hata kwa masharti kwamba tutawapa rasilimali za Tanzania. Baada ya kuwekewa ngumu na Rais Magufuli, wakaanza hii fujo. Wakadhani alivyoondoka Magufuli patakuwa na mteremko. Walivyowekewa hii ngumu, wameanza hii na wanasema kwamba watatafuta sapoti, wale wanaowasapoti hata kwa masharti ya kwamba wao watawapa rasilimali hizo. Haya si maneno yangu, kayasema mwenyewe. Na wale ndo wanaowalipa hawa waliofanya hizi fujo. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunaazimana M-Pesa kila siku hapa, maskini mwenzetu kama sisi tu hivi. Tulikuwa tunapeana songesha hapa. Juzi walipopewa huu mchongo, kahifadhiwa kwenye taifa mojawapo, kawewa bilioni 5. Bilioni 5 ni vituo vya afya vya milioni 510. Kapewa mmoja huyo, anawaambia ninyi chukueni petroli mkachome nchi yenu. Na wapo na vyama vingine wanafanya huo kibaraka. Wapo wanafanya huo kibaraka. Kwenye wale waliofungiwa pale kuna wanaharakati na kuna viongozi wa vyama vya siasa. Wanafanya ukibaraka. Na ukibaraka huu Afrika sio mpya, tunajua walishafanya wengine. Tunajua. Wengine tunaofuatilia mambo, tunajua. Na mimi wakiendelea kuchokoza hivi, nitafunguka zaidi. Ninayo mikanda mizima, nitafunguka zaidi. Si mtanilinda? Ndio. Wangapi wako tayari watanilinda? Hivi sasa sisi humu tunapeana pole. Na mimi niwape pole sana wale wote walioguswa. Sisi tunapeana pole. Na niwape pole wote walioguswa. Sisi huku tunapeana pole. Wenzetu wako bize kwa sababu wanalipwa kutokana na fujo hii. Wako bize kuuliza wamekufa wangapi. Wanahesabu. Wanalipwa kutokana na madhara hayo. Wanafanyia biashara maisha ya Tanzania, kwamba wakiwa wamekufa wengi ndio wao wapate fedha nyingi.
Ndio maana wanalipuka tu, wamekufa 10,000, wamekufa 1000. Ulikuwepo? Ulikuwepo? Wewe haukuwepo. Unachukua picha za Darfur unaziweka Tanzania. Unajua Watanzania, mimi niwaambieni, haya mambo yanayohusu watu kupoteza mtu ni mambo sensitive, ni mambo yanayouma. Halafu watu kila siku anatuambia 10,000, 10,000. Mheshimiwa Rais kaunda tume, kama kuna mtu hajapata mtu wake atasema pale ili ijulikane. Wewe unasema tu 10,000. Hivi unajua 10,000 wewe? Wengine si tuliokulia Sekenge pale, basi tu la watu 60 likianguka, tena watu hawajafa wote, wakapatikana majeraha, damu ile inamaliza miezi 2. Ndege wa angani wale wanaonusaga harufu wanatapakaa pote. Alafu Dar es Salaam watu wape 10,000 ndani ya siku 5, pawe peupe tu. Unajua unaweza kuficha mili, huwezi kuficha msiba. Nini? Wanatafuta namna ya kuwatengenezea Watanzania chuki. Na ndio maana serikali imeendelea kutoa rai ili hawa watu wakomeshe, kataeni yale wanaowaelekeza. Ndio maana siku ile akakamatwa mtu anaingia na mabomu, anatokea taifa jirani pale, ana mabomu yale ya kivita. Alipoulizwa kwa nini unaingia na mabomu, anasema tumesikia Tanzania sasa hivi hali ya usalama sio nzuri, kwa hiyo nimeenda kujilinda. Ni utamaduni wa Mtanzania gani wa kwenda kujilinda na mabomu? Maana yake nini? Kama ungetokea mkusanyiko wangewafiatulia watu mabomu yale, na ninyi wa Tanzania wote mngesema ni polisi, kwa sababu wanatafuta mgombane na polisi wenu. Wanachonganisha kila eneo, wanatafuta kila eneo linaloweza kuudhi watu. Wamemaliza hilo, wanaona hilo na lenyewe wanaenda sasa hivi mpaka kwenye jamii, kwenye shughuli zetu za kawaida za kijamii. Nilisema juzi pale nikiwa Songwe pale, wanasema eti hawa wasanii wameenda kuimba kwenye kampeni ya CCM, kwa hiyo hawa watengeni msiwasikilize. Nikasema hawa wanatumia akili kweli hawa? Msanii kazi yake ni sanaa. Nani kakwambia akienda kuimba kapewa na kadi ya Chama cha Mapinduzi? Nani kawaambieni mchezaji akienda kucheza Yanga ana wanachama wa Yanga na yeye ni mwanachama wa Yanga? Nani kawaambieni mchezaji akicheza Simba ana wanachama wa Simba? Yeye kipaji chake na ajira yake ni kucheza, anachoangalia ni mkataba. Na msanii akiitwa kuimba anachoangalia ni malipo. Yeye yuko kazini, anawasomesha wadogo wake kwa kuimba, analipa kodi kwa kuimba. Nani kawaambieni kwaya zote zinapoenda kurekodi, zile studio zinamilikiwa na walokole? Nani kawaambieni? Hawa watu wanafanya jitihada za kugawa taifa letu. Na wale waliowahifadhi tunawajua, tumewaona, na wale wengine wanaoandika vibaya kuhusu nchi yetu tunawasoma. Wamehifadhi wale vibaraka, tunawasoma, tunajua. Na mimi niwaambieni, niliwaambia wakiendelea kuchokonoa hivi nitafunguka zaidi. Manake najua hii michezo inalenga nini. Ninyi huku mnaweza mkadhani siasa sio hapa na hapa, lakini mimi niwaambieni, wenzenu wanajua Tanzania imegundua uranium. Tanzania itakuwa hivi tunavyoongea ni nchi namba 1 kwa madini adimu yaliyogundulika. Sasa hivi ina metric tani 890, nchi ya kwanza Afrika kwa uranium. Ni nchi ya 9 kwa dunia, kwa nchi zote za duniani. Namba 1 kwa Afrika na namba 9 duniani. Na madini ya uranium ndio madini adimu, na madini adimu ndio madini yanayopiganiwa sasa hivi duniani. Wanajua Watanzania wakiwa wameungana hawawezi kupora madini hayo.
Ndio maana wale wanaweza kuwalipa wale wanaweza kuchochea vurugu. Huyo kapewa bilioni 12, kapewa na gari ya milioni 500. Yule mwingine pale kapewa bilioni 5. Na kuna wengine tena, mwingine kapewa bilioni 4. Na kuna mwingine akapewa bilioni 9. Wanapewa, wanaambiwa nendeni mkawachochee vijana wafanye hivi na hivi, wafanye vurugu hivi na hivi. Lengo nini? Wanajua kama nchi ina umoja hawawezi kupora madini. Tulishajua kwenye nchi zingine walivyofanya. Walipora madini kwa njia hizo, kwa kuwafanya wananchi wa eneo hilo wao kwa wao. Kuna nchi wamepigana miaka 20. Nini madini? Sasa dunia imeshahamia kwenye uranium. Yole oye. Ndio. Ninyi mnafikiri hao wanaopewa hizo bilioni 12, bilioni 5 kama hawajawaahidi kwamba tukifanikiwa hili mtaenda kuchukua migodi yote ya uranium, hawa wanaowapa hizo hela watawarudishiaje? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania kawaida hawezi kununua watu bila kwanza yeye kununuliwa. Yaani hawa watu ambao vyama vingine hapa hata fedha ya kujenga ofisi hawakuwa nayo. Sasa hivi wanaishi hoteli za kitalii. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6. Kama hawajaahidi, kama chama chao hakijaahidi kwamba sisi mkitufanikishia tutalipa hii gharama hii kwa kuwapatieni uranium, wamewaahidi nini? Wengine msiofuatilia mnadhani wanadai mabadiliko. Mabadiliko walipendekeza wenyewe. Ninyi, kwa wale ambao wamesahau, mimi niwakumbushe. Rais Samia wakati anapokea madaraka, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa gerezani, akamtoa. Kwenye majadiliano walijadili kuhusu mabadiliko yanayotakiwa kufanyika yanahusiana na mambo ya uchaguzi. Badiliko la kwanza walisema hakutakuwepo na mtu kuitwa kupita bila kupingwa. Hilo alikutoka CCM, likafanyika. Walisema wakurugenzi wasisimamie uchaguzi, likafanyika. Uchaguzi uliopita wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi. Wakasema vyama vyote, kiwe kidogo au kikubwa, kikiwa na mgombea urais kitapewa magari kusaidia mambo ya kampeni. Walipewa magari mgombea urais na mgombea mwenza, vyama vyote vilivyoshiriki. Hili alikutoka CCM. Sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ile ambayo imeelezea na mambo mengine mengi yakiwemo na ya kusaini matamko yale ya kushiriki uchaguzi na mengine yote yale, walipendekeza yakafanyika. Yamemaliza kufanyika yale. Kama unavyojua mtu ambaye hajajiandaa na safari, mkitaka kuanza safari anakuambia viatu vizito. Ukimwambia vua atasema chini pa moto. Wakaanza hili la kwamba hatuendi kwenye uchaguzi. Nini visingizio vya kusikiliza mabwana zao wamewatuma nini? Sasa mimi niwaambieni, wale wanaomezea mate uranium watameza mate mpaka na ulimi. Hii nchi haitaongozwa kwa remote. Ndio. Kwa mimi nawaombeni wana Uyole na wana Mbeya, ambizaneni kindugu kabisa. Ambizaneni. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania. Tanzania hii si mali ya serikali, ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Watu wasifanyie ukibaraka kuuza nchi hii. Wasiahidi rasilimali za nchi hii kwamba sisi mkitusaidia mtapata hiki na hiki na hiki na hiki. Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Ndio. Waambieni vyama vya siasa vyote wanadi sera, wasitoe ahadi ya rasilimali. Ndio. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Ndio. Sasa mimi nilipita kuwasalimia na nimewaambia tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa.
na mpaka na wale wananchi wa nchi zingine wanaoitukana nchi yetu watambue kwamba Tanzania ina Watanzania. Tudumishe amani. Kiara gwitu aligwamaka, kiara gwitu aligwa lutengano, akiganai fujo. Mungu wetu hapendi fujo. Amina, amina, amina. Sasa kwa sababu muda umeendaenda, kuna kijana alikuwa anataka kuongea pale, na mwingine hapa nimeona mkono moja, na mwingine nimeona hapo. Wao wenye jambo la kusema waje hapa mbele haraka haraka hapa. Asante. Kwa hizi zote tungechukua idadi ya wachache. Naona kama wanazidi kuongezeka hivi. Sawa. Kufanya kama wa 4 hivi ndio walikuwa wanafanya. Tatu bana. Naam. Kwa sababu